Yo, mambo vipi my people. My name is, you know my name, aka the most wanted hip hop analyst, mchambuzi mwenye rasta zake. You get what I mean? Sasa moja kati ya kitu ambacho nataka nikifanye huu mwaka na kuendelea kwenye meza ya mistari, nitakuwa na introduce vipaji vipya vya hip hop. Nitakuwa na introduce vipaji vipya kwenye mziki wa hip hop. You get what I mean? Na itakuwa Tanzania peke yake. I know nimekuwa niki-review some of the tracks za upcoming hip hop artists ambao wanafanya vizuri au vipi, lakini sasa hivi nitakuwa na introduce kabisa. Inawezekana ushawahi kuwasikia, inawezekana hujawahi kuwasikia, lakini wanastahili kusikika, na kwenye meza ya mistari itakuwa ndio platform pekee ya kuwaonyesha kwenu, and then nyinyi mtatuambia kama yaliomo yamo. You get what I mean? So leo tuko na kijana wangu, mimi naweza nikasema hivyo. Sawa. Na mind you, haitakuwa tu kwa wasanii wa Tanzania. Tutakwenda Kenya, tutakwenda UG, tutakwenda Congo, tutakwenda Somali, tutakwenda South Africa. Hatuendi South Africa. Tutaenda nchi nyingine, whatever, lakini mainly I think ni Africa. Hata mbele tulikutana na kitu hatari ambacho naona kabisa hichi kinafaa kwenye meza ya mistari, tutapita nacho. You get what I mean? So leo niko na kijana wangu kutoka Morogoro. Lakini kabla hatujafika kwa kijana wangu kutoka Morogoro, nataka nikupe historia fupi. Back in the days, najua kipindi hichi Gen Z wengi walikuwa hawajazaliwa bado. Kulikuwa kuna station moja ya TV inaitwa C2C. Kulikuwa na C2C, kulikuwa na CTN. I think zote zilikuwa ni part ya Channel 10. Whatever, I'm not so sure. But kulikuwa na channel specific inaitwa C2C. Enzi hizo hakuna channel ya TV ambayo nilikuwa naipenda na nilikuwa naifuatilia sana kama C2C. The reason is C2C ilikuwa ndo channel pekee ambayo walikuwa wanacheza nyimbo za undergrounds tu. You get it? Bro, C2C walikuwa hawachezi nyimbo za mainstream artists kwa kipindi hicho. Walikuwa wanacheza nyimbo mainstream artists. Jesus Christ. Mainstream artists. Mona, walikuwa hawachezi ngoma za mainstream artists. Bro, walikuwa wanacheza ngoma za undergrounds tu. The reason why nilikuwa naipenda C2C ni kwa sababu kwa kipindi hicho ilikuwa inanionyesha hawa watu ambao nahisi niko nao level moja wanafikiria kama mimi kwenye sanaa. So kila siku nenda C2C nashinda hapo naangalia ngoma zao. Kila nikiangalia ngoma nilikuwa like sijawahi kuona mtu ambaye kwa kipindi hicho alikuwa anafikia level zangu. So ni kitu ambacho kiliniongeza sana confidence, nikawa like okay. Mpaka kuna time mimi nilikuwa spend mtu akiniita underground because nilikuwa naona like the way ninavyofikiria, the way ninavyofanya sanaa yangu, hata watu ambao wako kwenye mainstream kipindi hicho walikuwa wana uwezo wa kufikiria kama wa kwangu. But nilikuwa napenda sana C2C, and the reason is ni kwa sababu nilikuwa napata nafasi ya kuona wenzangu wanafanyaje ili nizidi kujifunza zaidi. So hicho ndo kitu ambacho tutakuwa tunakifanya kwenye meza ya mistari, kuintroduce vipaji vipya kwenye muziki wetu wa hip hop, ili watu wengine pia ambao mko nyumbani mnatamani kurap muone kwamba kuna watu wanafanya vitu, ili mwenyewe ujitathmini upo katika level gani. Unaweza nawe kupita kwenye meza ya mistari, who knows, au vipi? So namleta kwenu kijana wangu kutoka Morogoro. Mimi naweza nikasema kwa vijana wapya wa hip to hip hop Morogoro, I think Boy Bronze ndio namba moja kwa sasa, au vipi, kutokea Morogoro. Boy Bronze yuko na swag, yuko na flow, yuko na pen game, lakini sio katika technicalities, na hicho si kitu muhimu sana. Unajua kama unaweza kurap vitu ambavyo vina make sense, you good, lakini I think bado kwake kuna space ya kudevelop pen yake, kwa sababu unajua he's still a kid, unajua ndo anakuwa. So the more ataendelea kufanya ndo the more atazidi kuwa noma. Lakini nimepata nafasi ya kusikia baadhi ya kazi, na amekuwa hapo hata kwenye ile ngoma alikuwa amefanya na I think alikuwa amefanya na huyu jamaa wa Ugomenye, huyu msamiati
Msamiati ngoma inaitwaje? Wakinikuta wamekipita kama pepele kama jebele. Ilikuwa inaitwaje? Kama jebele tena jamani. Sio hii msamiati ya Lunya. Boy Bronze Nyerere. Yeah, this track. Yes, Boy Bronze alikuwepo. I think yeye ndo alikuwa na hii ngoma ilikuwa ya kwake, kitu kama hicho. Nilisikia anazungumza kitu kama hicho. Lakini haya maads ya YouTube wazee. Amna noma, but alikuwepo kwenye track ya msamiati ya Lunya, Boy Bronze, ngoma inaitwa Nyerere. Hii ngoma ina 1 million views, ilienda si mchezo. Na ilikuwa ina chorus kali sana. So Boy Bronze huyu hapa amenitumia ngoma yake bwana, inaitwa Bella Ciao. Sana mimi nikasema bwana, kabla sija ipitia hii ngoma ya Bella Ciao, lazima nijue Bella Ciao maana yake ni nini, ili tuone kama Boy Bronze unafanya vitu ambavyo vina make sense au unakurupuka tu kutoa majina ya nyimbo. So Bella Ciao ni msemo wa Kiitaliano ambao maana yake ya moja kwa moja ni kwaheri mrembo, goodbye beautiful. Hata hivyo, neno hili lina uzito mkubwa wa kihistoria na kisiasa kuliko tafsiri yake ya kawaida. Hapa kuna mambo makuu matatu ya kuelewa kuhusu neno hili, au vipi? Bella Ciao. Namba 1 ni wimbo wa mpinzani, resistance song. Huu ulikuwa ni wimbo wa kitaifa wa wapiganaji wa Kiitaliano, partisans, wakati wa vita ya pili ya dunia. Walikuwa wakiimba wakati wanapambana dhidi ya majeshi ya kifashisti ya Benito Mussolini na uvamizi wa Wanazi wa Ujerumani. You get it? Katika muktadha huu, Bella ambao maana yake ni mrembo, inawakilisha mpenzi, mama au hata nchi. By mrembo, unajua sio, anaweza akawa mpenzi, anaweza akawa mama, anaweza akawa hata nchi, kwa sababu ni mapenzi. Maana ya pili ni wimbo wa wafanyakazi. Kabla ya kuwa wimbo wa vita, inaaminika asili yake ilitoka kwa wafanyakazi wa mashamba ya mpunga Mondina, kaskazini mwa Italia mwishoni mwa karne ya 19. Walikuwa wakiuimba kulalamika mazingira magumu ya kazi na unyanyasaji wa mabosi wao. Lakini maana ya tatu ndio ameandika umaarufu wa sasa au pop culture. Kwa vijana wengi wa sasa neno hili limepata umaarufu mkubwa kupitia tamthilia ya Netflix ya Money Heist, La Casa de Papel. Wote mnajua La Casa de Papel, au vipi? Wahusika Professor na Berlin wanatumia wimbo huu kama alama ya uasi, resistance dhidi ya mfumo wa kifedha na serikali. Inawakilisha moyo wa kutokubali kushindwa. Katika uandishi wa hip hop, kama mchambuzi, ukisikia Bella Ciao kwenye mstari wa rapper, mara nyingi anakuwa anamaanisha uasi, anapinga mfumo uliopo. Boy Bronze, unapinga mfumo uliopo mdogo wangu? Habari yako? Thank you. Maana ya pili ni kuaga, anawaaga maadui zake anapokuja kuwachafua na kuchukua nafasi yao. Yes, hii inaweza kama make sense. Maana ya tatu ni mapambano, ambayo ina make sense na hii ngoma ya Boy Bronze. Mapambano, anaingia kwenye game kwa roho ya mpiganaji, partisan. You get what I mean? So hii ngoma kwa Boy Bronze, hii ni ngoma ya haso, mpambanaji. Anaaga nyumbani Morogoro, au ndio ameaga nyumbani Morogoro. Sasa hivi ndio ameingia rasmi kwenye game ya muziki, kwamba amekuja kupambana, ku make sure one day anafika mahali ambapo anaota kufika. Bella Ciao. Goma limetoka, liko YouTube, linachopa lingine kali sana. Boy Bronze, nimeongea sana lakini ukinisikiza utaelewa. You get what I mean? Nilipata kwanza, ilikuwa ni napitia mwaka jana, kuna kipindi fulani hivi nilikuwa napitia kigumu kidogo, na by the time mimi uwezi amini, ile movie ilitoka ni kipindi, ni muda mrefu kidogo, sio mwaka jana, ilitoka ni muda mrefu kidogo, kama unajua maana. Yeah, sure. Yeah. So by the time mimi napitia hicho kipindi kigumu, na ndo muda ambao nilipata ile chance ya kuangalia hiyo movie. So nilikuwa nafuatilia ile series, ile story ya ile movie ilinivutia sana. Na ndo ukisikiliza msemo wa Bella Ciao so mpaka tuwe kama hao. That's the point. Yani I took the main theme of the movie. Lakini the aim ya kufanya the idea ni kuonesha kwamba ni kiasi gani vijana ambao tupo mtaani, vijana ambao tunahaso kila siku, tunapambania ndoto zetu, tunatamani au tuna matamanio ya kuona siku moja ndoto zetu zinatimia, hata robo tatu yake au hata nusu yake. Let's get it.
Stamattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Small town shit in a building. Stamattina sono alzato e ho trovato l'invaso. Bella ciao, hasumbaka tuwe kama wow, hasumbaka tuwe kama wow, hasumbaka tuwe kama Bella ciao. Alama za nyakati zinasoma huso muda wa kufake. Get the money, fuck the fame. Walipotoa mgundu hapo sisi tunaweka mbele yao na twish kwa kukrem. Yeah, akili na waza mabunda tu mapene. Na toni njia ila tunaforce hadi tupenye. Sio stiafu neza sema atoni njia ila tunaforce hadi tupenye. That's nice. Sio stiafu neza sema msiki dene na biashara zisimami tunacheza tuna umeme. Yeah, respect the game. It's all for fame. And for the paper so the shame, it's for the aim. Allah shabariki walking over them. Paka siku pay respect on my name. Nah, I will never get back. Watoto squeeze wanavonipenda utasema snacks. Knock, I will never get back. Bro, sijui mnasikia swag. Sijui mnasikia beat inavyo bounce na the way anavyo bro. Na nikiwaambia kuna watu wanakuwa na same flow, watu wana catch. You see these kids? Come on guys. Twende tena bwana Boy Bronze. Kill these niggas, man. Them, paka siku pay respect on my name. Nah, I will never get back. Watoto squeeze wanavonipenda utasema snacks. That come and get it piga na sitoki kwenye chake. I never know, inaweza kani kitu cha kustante. Ujue nkisema lipotoka jinsi gani nilivyosota mpaka lipotuamini. Milikaza pale mlipochoka mizunguko kama mota mapambano na hizi shida za mjini. Hawanipati nao misele deals zikisoma frontline mbele. Namba 10 kwenye mgongo nani Pele. Unioni navo trend brother washa dochi vele. Then tell your friends don't nakuja big fella. Rhymes as it sense na ndo maana mshikela. Siri zangu zikivuja yo myself mentality. Kutangazia shida kati mwenye bonge la msela. Distance afu ni fupi bro, ina 2 minutes. Come on Bronze. But yo, ni bonge moja la track, that's all I can say. Yeah, upande wa pen game sina shida sana because anakuwa, lakini nimeipenda kwa sababu title Bella Ciao na namna ambavyo nimeelezea namna Bella Ciao inavyomaanisha na kitu ambacho amerap ni exactly kama maana ya jina la neno. So that shows alichukua time kusoma na kuelewa maana na kuandika ngoma kutokana na topic halisi. You get what I mean? Kwa sababu hip hop is all about knowledge. So ukiona madogo wanakuja wana track ambazo zimejaa, that's nice. Au vipi? So yeah man, that's all for today. Anaitwa Boy Bronze. Track imetoka produced by Dre. Video imekuwa directed by Nico. The video is nice. The track is banging. Anaitwa Boy Bronze all the way from Waytown baby. Morogoro is in the building. Au vipi? Yeah man. Kama unahisi ni rapper mnoma kabisa mwanangu, ni cheki kwenye DM. Au vipi? Nitakuwa tuna time kama hii. Sio lazima tuchambue, lakini hata tukipitia tu ngoma tuka vibe nayo, it's so good. And then tuka post, tukapigana ma collab, it's so good. Kile kidogo ambacho niko nacho ndio hicho tunagawana. You get what I mean? So mimi naitwa the most wanted hip hop analyst kutoka TZ. You know my name. Peace.